Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, kama tulivyosema tulipoanza maadhimisho haya ya Jumapili ya Matawi, ni Jumapili kama inavyoitwa ya mateso. Lakini kabla ya mateso hayo tumeshuhudia sisi wenyewe, tumeanza maadhimisho yetu kwa shangwe, kwa furaha, tukiimba Hosana mwana wa Daudi anapoingia Yerusalemu. Hiyo furaha ndio ukamilifu wa fumbo la ukombozi wetu alilotimiza Bwana wetu Yesu Kristo, akipitia katika hiyo sehemu ya pili sasa ya mateso. Kumbe ukombozi wetu kama ni ukombozi unaokuja kutuletea furaha, ni ukombozi ambao tumeupata kwa njia hiyo ya mateso. Na niliwakumbusha, nikawaalika turudi kuyasikia hayo maneno mazuri kabisa ambayo aliyasema huyo mtume Paulo alipoandikia hao Warumi katika hiyo sura yake ya 8 na aya 17 na kuendelea. Pale sisi tunapoitwa kama watoto wa Mungu, ambao tumekuwa hivyo kwa nguvu ya huyo Roho Mtakatifu, bali yeye yule ambaye tuliahidiwa na Bwana wetu Yesu Kristo, huyo ambaye leo tunayakumbuka hayo mateso yake. Anasema sisi kama watoto wa Mungu tunakuwa hivyo kwa vyote ni kwa njia ya Kristo mwenyewe huyo, nguvu huyo Roho. Na tunapokuwa hivyo tunakuwa ni warithi. Kumbe tunafurahi kabisa, kuna furaha hiyo. Ndio maana tumemshangilia na tunamshangilia. Na tunapenda nasi kweli tuwe warithi wa huo utukufu yeye aliko na ambako kama yeye mwenyewe alivyoahidi ilikuwa aende, alafu baadaye tutakuja sisi sasa na atatuwekea huko makao je tumkute huko. Lakini Paulo anakumbusha vile vile kwamba tutaingia katika utukufu huo iwapo tutayakubali na tutayapitia hayo mateso. Tunakuwa watoto, ndiyo shiriki utukufu wa Mungu, lakini tutashiriki huko kama tutayapitia hayo mateso, tukifuata mfano wake. Tangu tulipoanza kipindi chetu hiki cha Kwaresima ambacho bado kinaendelea mpaka siku hiyo ya Alhamisi tulipokuwa kwenye ibada ya jioni, tumependa na tumealikwa vile vile tuifuate hiyo njia ya kujikatalia, ya kujitolea sadaka. Kweli ni njia ya mateso, tukifuata mfano wa Kristo mwenyewe. Na tukafanya hivyo, basi tutakuwa tunajiandalia hilo la utukufu. Tumeyafanya mazoezi hayo na bado tunaendelea kuyafanya mazoezi hayo ya kuifuata hiyo njia ya mateso. Na si mateso tu, bali mateso yanayoongozwa na hizo fadhila ambazo Bwana wetu Yesu Kristo amezionyesha yeye kama kiongozi wetu, ambaye tukimfuata na tukifuata njia yake hiyo ya msalaba, basi tutaweza kulifikia hiyo lengo letu. Katika somo la kwanza tulilosikia leo la Isaya, hiyo sura ya 50, tunakumbushwa mojawapo ya fadhila hizo za huyo mtumishi wa Bwana. Isaya alikuwa anamtabiri huyo Bwana wetu Yesu Kristo ambaye ni mwana kondoo atakayechinjwa. Na kabla ya kwa hivyo, basi kuna hizo sifa ambazo atakuwa nazo. Hiyo sifa kubwa sana kwanza
ya kutokuwa na uoga. Ndugu zangu, sisi leo tunaalikwa tuwe shujaa kama Kristo alivyokuwa shujaa. Hakuwa na uoga, ndio maana akakubali akitembea kabisa bila kuogopa chochote, akielekea huko Yerusalemu na akijua ni kitu gani kinaenda kutokea, lakini anaonyesha hao ambao walikuwa ni wabaya wake lile ambalo alipaswa alifanye. Na sisi tunataka tulifanye hilo. Hatutaki kuwa na uoga, na tunapenda tukiwa na ushujaa huo, basi twende tutembee pamoja na Kristo kama nilivyoalika leo, tubaki pamoja na Kristo mpaka mwisho. Kwa ushujaa huo, sio tu kujitangaza kama wa Kristo, bali wa Kristo katika ushuhuda. Ndio hapo utasema kweli tu pamoja na Kristo huyo ambaye kama mtumishi wa Bwana alivyosemwa na akatajwa akitabiriwa na huyo Isaya alivyokuwa, ambaye hatapiga kelele kama mwana kondoo ambaye anakuja kuchinjwa, hata arudishia maneno mabaya hao ambao watakuwa wanamnyanyasa, wanampiga makofi, hata wapiga makofi, atawatolea hata upande mwingine wafanye wanavyotaka, kama tulivyosikia katika simulizi la mateso. Na katika somo hilo la pili tumesikia fadhila nyingine ambaye yeye aliyekuwa Mungu lakini akauacha ule Mungu wake, akachukua ndio ule ubinadamu, ndio mwilisho huo, akanyenyekea, akawa mtii mpaka kufa kwenye huo msalaba, lakini Mungu akaja kumnyanyua. Tunaalikwa pamoja na hayo mazoezi ambayo tunaendelea kuyafanya katika kipindi hiki cha Kwaresma, tuzidishe zaidi huo utii kwa mfano wa Bwana wetu Yesu Kristo. Na mwisho kabisa niwaalike miyatafakari, na sote kwa pamoja tuyatafakari hayo ambayo tumeyasikia kutoka kwenye simulizi hilo la mateso. Waone hao ambao wanatajwa, alafu na wewe na mimi tujione sisi tutakuwa upande gani. Tumekuwa tukifanya hiyo njia ya msalaba hapa kila Ijumaa, walioweza kufanya asubuhi, mchana, jioni, na tumeyatafakari hayo ya njia hiyo ya msalaba, na tukawatafakari hawa ambao tunasikia wanatajwa na leo wametajwa tena. Kwanza Yesu Kristo mwenyewe ameendea na ubeba na ukubali huo msalaba, lakini si kwa sababu nyingine, kwa sababu ya kutukomboa sisi. Mshinda huyo shetani kwa njia ya msalaba, mshinda hizo dhambi kwa njia ya msalaba, na hivyo kutupeleka katika utukufu huo na daima kwa njia hiyo ya msalaba. Je, sisi tuko kama huyo Pilato ambaye anashindwa kwa mkweli katika hilo ambalo analifahamu kabisa, au tuko kama Herodi ambaye anamchekelea huyu kwa sababu alitaka mfahamu tangu zamani, alitaka kummaliza? Au tuko sisi katika kujitolea sadaka kama huyo Simoni Mkireni ambaye anakubali kutembea pamoja na Yesu Kristo, kuwa naye akimsaidia kubeba huo msalaba? Au tunakuwa sisi katika mazoezi yetu hayo, katika maisha yetu hayo, kama hao wanawake, tukianzia kwanza na mama yake ambaye baadaye atakuja mwishoni tena mpaka mwisho ya kumwacha, kama tulivyosema kule mwanzoni, mpaka kwenye msalaba kaja kumpokea anapokufa. Kina Veronika ambao bila woga wanajitoa ushujaa kwenda wakampanguse majasho hayo ya damu yanayotiririka kutoka usoni mwake. Au kina mama hao waliomlilia, au labda tunakuwa kama hawa, anasema asulubishwe, asulubishwe, aondoke huyo.
kwa matendo yetu tunayofanya, ambayo aksi hilo la unyenyekevu, hilo la kurudisha upendo huo wa Mungu anayetukomboa, kwa kuyafanya haya, kumkubali kwanza aje akae nasi na sisi tukae naye milele yote. Au tunakuwa kama huyo jizi mojawapo ambalo linamtukana tena likiwa msalabani, na lenyewe huyo ambaye ni Mungu katika hayo tunayofanya. Au tunakuwa kama huyo mwingine ambaye kwa unyenyekevu kabisa anajikubali yeye mwenyewe alivyo, na akimweleza huyo mwenzake, kwa nini unamfanya huyo hivyo, ufahamu huyu ni nani. Na baadaye kwa unyenyekevu wake huo, kwa kujisafisha, anapata nafasi hiyo ya kwenda kuwa pamoja na huyo Kristo atakapoingia katika ufalme wake. Na atatajwa mengine mengi tutasikia siku hiyo ya Ijumaa katika ukamilifu wake, tunaposikia ya mateso kutoka katika mwinjili Yohane. Ndugu zangu, niwape muda, tujipe muda sasa hivi tutafakari njia yetu ya msalaba ambayo tunaiendea, njia namna gani, na sisi tunachukua nafasi gani tunapowasikia hao ambao walikuwa hapo, na baadaye wengine kwa vyote walimfuata mpaka mwisho na wakabaki. Na ndio hao kama sisi tunapenda tubaki pamoja na Kristo mpaka mwisho. Hao ni wale ambao walimkataa tangu mwanzo mpaka leo wanamkataa. Hicho ambacho tunaalikwa tukitafakari.